Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu. Karibu sana mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Fizi Empire Television, kisima cha habari na burudani. Tunasema asante sana kwa kuendelea kufuatilia matangazo yetu kupitia mtandao wa YouTube kutoka pande zote ine za dunia. Na haya ni matangazo yetu ya asubuhi ya leo tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka 2025. Na tunakutangazia kutoka mjini Baraka, tarafani Fizi, Kivu Kusini, ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunafahamu kweli kuwa mko wengi ambao mnafuatilia habari zetu kwa ukaribu, na tunasamini sana ushirikiano wenu, na tuwajushe tu kwamba Fizi Empire Television itaendelea kuwa chanzo chenu cha kuwaletea habari za kuaminika na burudani kutoka eneo hii na sehemu zingine. Na katika habari zetu za asubuhi ya leo tutakuletea hali ya usalama katika mkoa wa Walungu, vile vile tutagusia Goma, Bukavu, Kinshasa na sehemu zingine. Mimi langu jina ni Ite Eloge Lulonga, na basi kama ndo mara kwanza unasikiliza unatizama habari zetu kupitia mtandao wa YouTube, basi tunakuomba kufanya kitu kimoja tu. Usisahau subscribe, kulike, comment na kushare, na kama tayari umeshafanya hivyo, basi acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Fizi Empire Television kama kituo chako chema cha matangazo. Basi tukuombe tu kuendelea kuwa nasi ili kupata taarifa zetu za asubuhi ya leo tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka 2025. Na tuanze na habari kutoka huko Walungu. Habari inahusu mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika eneo la Walungu, Kivu Kusini, zinaonyesha hali ya wasiwasi na mabadiliko ya udhibiti wa maeneo muhimu. Kijiji hiki cha Walungu ambacho kina umuhimu wa kimkakati kutokana na utajiri wake wa migodi ya dhahabu na kasterite kimeripotiwa kuwa chini ya udhibiti wa wazalendo wanaoongozwa naye Foka Mike. Inaripotiwa kuwa kumekuwa na mapigano makali zidi ya vikosi vya RDF, jeshi ambalo linasemekana jeshi la ulinzi la Rwanda, waasi wa M23 wa AFC pamoja na Twirwaneho. Wazalendo wanadai kuwa wamesababisha hasara kubwa kwa adui, ikiwa ni pamoja na vifo na kukamatwa kwa waasi wa M23 wakiungana na AFC pamoja vile vile na Twirwaneho na RDF. Na tuelekee huko Goma, mkoa wa Kivu ya Kaskazini, ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo watu 11 ikiwemo watoto waliuawa kwa ukatili. Mauaji hayo yalitokea usiku wa Ijumaa ya tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2025, na ilikuwa katika eneo la Kanzana, Rusayu, Nyiragongo, karibu na mji wa Goma. Inadaiwa kundi la M23 ambalo linaungwa mkono na Rwanda ndio lilitekeleza mauaji haya. Hali hii inaonesha ni jinsi raia wasio na hatia wanaendelea kuathirika na migogoro ya silaha. Ni muhimu kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka ili kulinda raia na kuhakikisha kuwa wote waliohusika na mauaji haya wanaadhibiwa. Barabara kabisa mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Fizi Empire Television, kisima cha habari na burudani. Na tuelekee huko Kinshasa, ambako takribani watu 20 walipoteza maisha yao kutokana na mvua kubwa iliyonyesha usiku wa tarehe 4 hadi tarehe 5 za mwezi wa 4 mwaka 2025. Familia ya watu 6 ilipoteza maisha huko Matadi, Kibala, baada ya ukuta kuanguka. Mtoto mmoja alifariki katika wilaya hiyo hiyo na wazazi wake wawili walilazwa katika hospitali wakiwa na hali mbaya. Vifo vingine vimeripotiwa Sebo na eneo la kituo cha maduka ya dawa. Mto Njili ulifurika na kusababisha mafuriko makubwa katika vitengo kadhaa na maporomoko ya ardhi.
Barabara nyingi za mji wa Kinshasa ziligeuka kuwa mafuriko ya matope. Boulevard Lumumba, barabara kuu ya trafiki, ilifurika na maji. Mafuriko haya yalisababisha uharibifu mkubwa kwa miundombinu na kazi. Hali bado ni mbaya katika munispa kadhaa, aswa Mongafula na Limete. Watu wamekuwa wakijaribu kupita kwenye madibu ya kina kirefu, milundo ya matope na vifusi vilivyobebewa na mafuriko. Ni muhimu kuzingatia kwamba hali hii inahitaji msaada wa haraka ili kuwasaidia waasiriwa na kurejesha hali ya kawaida katika mji mkuu wa Kinshasa. Habari hii inaangazia hali ya kutisha na ukosefu wa usalama inayoikumba kanisa la Kikatolika katika jimbo la Kusini, haswa katika eneo la Kabare. Parokia 4 za Kikatolika zimeshambuliwa ndani ya wiki mbili: Nyatende, Muresa, Mumosho na nyumba za tawa ya Chiriri. Mashambulizi haya yanalenga moja kwa moja mali za kanisa na watawa. Washambulizi wanatumia silaha za mbinu za kutisha, ikiwa ni pamoja na kuwafunga mapadri na kuiba bidhaa za samani. Wanabadilisha mikakati yao wakionyesha uwezo wa kupanga na kutekeleza mashambulizi. Mashirika ya kiraia inalaani vikali mashambulizi haya na kuyaita maadui wa imani. Wanatoa wito kwa mamlaka na mikoa ya kuimarisha usalama katika nyumba za watawa na maparokia zote. Hipokrate Marume kutoka katika vuguvugu la raia anaomba mamlaka mapya katika mikoa kuimarisha usalama wa nyumba za watawa katika jimbo lote. Visa vya ukosefu wa usalama vimeongezeka katika sehemu mbalimbali za Kivu ya Kusini. Hali inaonyesha hatari kubwa inayowakabili viongozi wa dini na mali zao katika eneo hilo. Ni muhimu mamlaka kuchukua hatua za haraka na madhubuti ili kulinda raia na kuhakikisha usalama wa maeneo ya ibada. Jambo wakongomani wote, jambo. Ni mimi kiongozi Makanaki Kasimbira John, ndio nabasalimia katika jina la Yesu Kristo mwa Nazareti. Nabasalimia nikiwa hapa Uvira. Leo tuko siku ya Mungu. Kwa saa hizi nabasalimia, message niko nayo. Kitu napenda kuzungumuza, kama tunajijua tuko wa viongozi wazalendo katika nchi yetu ya Kongo, tuko wa viongozi wazalendo katika zone ya Uvira. Tufanye kazi na kilo na heshima na adabu iwe kusisi wa viongozi. Kama batu bote ni ba viongozi, lakini kuna viongozi na adabu inapasha kuwa mkazi. Na kama ni kazi tunatumika, tulishika silaha juu ya kufanya kazi ya kizalendo. Tufanye kazi ya kizalendo, adui ikweko. Tusigeuzane kuwa mahadui, ndo neno ya kwanza napenda kusema ile. Na ule mwene alikamata silaha juu kugeuza mwingine mtu ni hadui, Makanaki ni hadui, na Makanaki ageuze mwingine mtu ni hadui. Mimi nabasi sana, tuachane na ile mambo, tutie silaha. Tunayua mkazi, kazi ya kizalendo, mkazi ya kizalendo iko na pointi 3. Pointi ya kwanza, kuna watu waliingia mkizalendo juu ya madeni ya batu. Balikula madeni ya batu, bakaona kuna gisi ya kulipa madeni, bakakosa kwenye bakakimbilia kuwa bazalendo, yani wa maimai. Pointi ya pili ni pointi gani? Pointi ya kwanza tunasema ni pointi ya kuna watu waliingia mkazi ya kizalendo juu ya madeni. Balikula madeni ya batu, bakashindwa kulipa, bakakimbia kuwa ba maimai wala wazalendo. Pointi ya tatu ni pointi ya bwizi. Kuna watu walishika silaha kuona hakuna gisi tutafanza, tuko tunaiba, acha tukamate silaha juu tupate turu ya kwa naiba. Na waambia ni kushe 3. Kushe ya pili ni point, nishasema kushe ya kwanza. Kushe ya 3 ni kushe ya pili ni kusema kuna watu walikamata silaha ni juu ya aventure, juu ya bwizi. Balikuwa bamwizi, bakaona hakuna gisi bwizi iendelee,
bana bafunga sana, donc bana bafuatilia sana. Acha tukimbilie kuwa ba maimai wala bazalendo, njo tutapata turu ya kuiba. Bana wazia kuwa mzalendo ndo bwisi, bana wazia kuwa mzalendo kama uko mdeni ya watu abata kulipishaka nayo. Pointi ya kumalizia pale kuwa mzalendo, kuna watu waliingia kizalendo juu bapiganie inchi wala taifa ya Kongo. Ndo pointi tatu ile. Na kama nasie tunayua tulishika silaha juu ya kupigania taifa yetu ya inchi ya Kongo, tu adui koko tufuatane na adui. Lakini mwizi yoyote na mtu wa kwenda na salire muzalendo wala maimai, ule mtu ni kumufuatilia na tena ni manake kumuazibu, juu ni mtu anaharibisha reputasio ya wazalendo, anatukanisha bazalendo. Kama vile tulisema pointi tatu ya kizalendo, kuko point ya bwizi, pointi ya madeni na pointi ya kupigania inchi. Kama tulikamata silaha ya kupigania inchi, tupiganie inchi. Atukukamata silaha ya kuwindana si peke kwa sie peke, hapana. Kama tulishika silaha, mimi Makanaki siwezi shika silaha juu nipiganishe mtoto mwenye mimi nalea, hapana. Na kama mtoto anashika silaha anipiganishe mimi Makanaki siwezi kamata silaha nipiganishe mwenzetu wala mtoto. Juu kia kwanza anazaliwa nyuma yangu mimi Makanaki. Nashika silaha ni batoto bangali mtumbu, banakomala, mimi niko tu jeshi na baba yabo kama vile bayomba yangu. Na leo hii tuikale kwa upendo na kwa uzuri, tufanye kazi ya inchi. Iko bitu ya haya kusikia mimi Makanaki nipigane na mjomba wangu, iko uzuni sana na bitu ya haya. Na yua masase ililia mingi sana, sikujibia. Na nikafuata ile masase hadi kwenye benzetu biko bene banakuya eti batanipiga masase mimi. Nilibafuata na Mungu akanisaidia, nikafika hadi kwenye biko na tukazungumuza na bakarudia na amani na kimya. Lakini busiku tena masase kalia kitu na basi Mungu anasema saa ya vita inafika, twende. Ndo kitu na basi. Na ule mwene aliyua anakosea mwingine, wala mimi Makanaki mwene anayua mimi nilimkosea na nilimkosea, naomba msamaha sana, anihurumie. Sina tatizo na mtu, shida yangu adui ndo mimi Makanaki ndapigana naye. Weye ata yoyote anayua anakuya na jianda tapigana na Makanaki, mimi sitapigana naye, atakuya na vimba namna gani afanye vyenye anataka. Lakini adui kweko mwenye mimi Makanaki ndapigana naye. Weye utangaze Makanaki anakula rushwa, ile ni kampanye huko na nifanyizia mimi Makanaki. Niko kiongozi, madaraka yatoka kwa Mungu. Madaraka yatoka kwa Mungu. Mtu anasemaka na baba yake, mtu anasemaka na mtoto anapigaka baba anapigaka mtoto, na mtoto anatukanaka baba. Sina tatizo na mtu, nawaambia tuishi kwa amani. Niko kiongozi na jina bongozi haitaishaka. Na mwenye anajua ni kiongozi na jina bongozi haitamushaka eko. Tujikomporte kama banaume, tujikamate kama banaume. Hii message na ipana ifike kwa kila mkongomani yote. Mimi Makanaki siruhusiwi na Mungu wangu mwenye mimi niko naomba aniruhusu kukamata silaha nipigane na mwenzangu mzalendo. Hata aseme vya nini, aunde manjama yake, Makanaki ni mchafu, Makanaki anashindwa kwenda kuvita. Kama mie Makanaki si yashimama nyende kuvita, weye unachunga nini kushimama uende kuvita? Si unajita uko mzalendo, unajita uko general, si ushimame uende kuvita? Weye mweneo jakula rushwa, shimama uende kuvita. Kama unasema mimi Makanaki nakula rushwa, manake wewe ndio uniletea nazo. Na Mungu akemeyo pepo juu, munasema venea muyui. Mungu abasame sana. Na hiyo juu ifike kila Kongole. Na baombia Mungu bene banasema ile neno, Mungu abasame. Ila kitu na basi kiongozi yote mzalendo mweneko nasema
tunachunga makanaki ashimame kuvita. Sasa wewe mwenyewe unasema mie si yashimama kuvita. Sasa wewe kutaniwa sasa na mimi niko nakuya nyuma yako. Wewe mwenyewe ungane msafi au yachafuka, na Mungu abasame atuhurumie sana. Shimama kutaniwa kuvita. Kila kitu nabapatia message sasa hii. Mungu anaruhusu vita, tushimame sasa. Mweneko na bezia kupiga risasi, twende sasa. Aende apige risasi kwenye adui iko kupitia Mungu. Na Mungu atuhurumie, Mungu atusamee. Kwa saa hizi sina tatizo na mtu. Mimi hii jaribu niliona depuis zamani. Ni message niko nayo kupitia Mungu. Hii jaribu iko. Hii jaribu ya kwanza ni wivu ya kazi. Ndo jaribu iko. Ya kwanza ni wivu ya kazi. Jaribu ya pili pole sana. Mungu atusamee wa viongozi. Tupendane, tuwe na upendo. Shimama tufanye kazi. Tuache kugeuzana maadui. Usisukule silaha unakia piganisha makanaki. Utajipiga uwe peke. Utajipiga uwe peke pamoja na Mungu. Mimi sina muda na saa ya kusharje silaha mimi nikamate silaha. Nipiganishe mwenzetu mzalendo. Omwe mimi nikufu. Na Mungu akemee hiyo pepo ishindwe katika jina la Yesu. Hiyo pepo ishindwe. Wewe ungali naandaa silaha asema ukipiganisha makanaki. Hiyo pepo ishindwe na ikome katika jina la Yesu. Tia batoto chini. Kila kiongozi wa mzalendo tia batoto chini. Ambia batoto batie mbavu chini. Mtoto asikwenda shimama kumotorola atukane batu matusi. Jeshi niko naye wewe iko natukana kiongozi. Jeshi ingine nite uko natukana kiongozi. Viongozi havikalaki viwili, kiongozi ni umoya. Hakuna kiongozi wa hapa, hakuna kiongozi wa Fizi, hakuna kiongozi wa Bubembe, hakuna kiongozi wa wapi, hakuna kiongozi wa wapi. Kiongozi ni kiongozi tu. Kama banakuambia ni kiongozi ni kiongozi. Kama banakuambia ule ni baba yako, kubali ni baba yako. Kama unakatala haiko baba yako. Kesho atalamuka na kikwembe ya mama yako, atashimama kumlango na utamuita papa. Utamuita tu baba. Tujitonde tufanye kazi. Tulipokea masase. Hii masase ni ya kupigana si wenyewe kwa si wenyewe. Mungu atusame sana. Nauliza hii masase ni ya kupigana kwa si wenyewe kwa si wenyewe? Wala na mimi najiuliza makanaki. Hii masase ni ya kupigana si wenyewe kwa si wenyewe? Adui iko. Tunapokea masase. Tushimame tupigane vita. Mwewe ni munasema babiongozi. Makanakia ya shimama, ayaenda kuvita, aisha kula rushwa. Sasa, wewe unachunga nini? Wewe mweneo ya kula rushwa. Wewe shimama sasa uende sasa kuvita. Ila message anawapatia, Mungu anaruhusu vita na ule kuna roho mbaya na mwingine, atupe mbali na tusameane. Tushimame, tusigeuzane maadui. Masase busiku, jana siku ya posho masase naisha. Busiku masase nalia, nikaambia vijana msijibiane, nyamanza. Mnatosha mahema. Ile mahema murudishe benzenyu ile mahema. Mimi nilisema basipige risasi. Hakuna shujaa risasi, shujaa ni Mungu. Hakuna dawa ya risasi, dawa ni Mungu. Tupendane, tuwe na upendo, tufuate adui. Na asante sana, Mungu atubariki na Mungu atusamee kwa maana tuko wanadamu. Asante na mchana mwema na Mungu atubariki. Viongozi wa wazalendo tuwe na hekima. Tuwe na hekima sana, tuwe na hekima. Kiongozi akwaki naongozewa na jeshi. Kiongozi anapasha ongoza jeshi. Basoda basi tuongoze. Sie ndio tuongoze basoda. Tusiotorize basoda bakwe banalewa. Hii mabulevi ndio natuletea mashida. Huko nakutana soda naenda iba. Kama tunakatala bwizi, ile bwizi inaendelea. Tukishafuatilia ile bwizi, mabetize na kuwa ya kuapuye batu bene kufanya madesordre. Tunachukiana, tuachane na vile. Soda na lewa. Ile kulewa. Kama bana mutombokea, unatombokea soda huko na soda. Mimi makanaki niko na soda na mwingine niko na soda. Tukataze basoda bulevi. Tukataze batu ya kwenda nafanya madesordre mabarabara. Kwenda naleta madesordre kuma depo. Ya batu kwenda nyanyanyasa batu kuma depo. Kunini? Kuma frontiere. Juzi niko kiongozi na wengine ba viongozi. Juzi banapitisha makalibira pale. Banasema ni makanaki, banapibilia ni makanaki. Eske mie nilipitisha makalibira pale? Wala nishakapitisha gari ya makalibira pale? Lakini mnasema ni makanaki. Ile yote ni jaribu. Na Mungu akemee zile pepo. Tujikomporte kama viongozi.
tujikomporte kama viongozi. Na kama mimi nalomba service ku port wala nalomba service ku frontiere, frontiere yako yangu ni ya serikali, napasha negocier, napasha lomba batu bakubwa bene banashimamia frontiere bana nisaidia. Lakini siwezi shimama juu niko na silaha aseme niko na nguvu nyende pitisha gari kwa nguvu wala nipitishe mzigo kwa nguvu. Hapana, mie siko mwile nivo na siko mwile kadre. Na bene tunaishi nabo Uvira baseme ndio niko mwanadamu, siwezi kosa niko na kosa, lakini tusivalishane mambo ya uchafu yenena aina faida. Hapana, tufanye kazi lakini na upendo. Kama raia leo nashimama ni juu tulishimama na raia yako na nguvu na inatupenda. Sasa tunataka jivurugia reputation yetu juu ya nini? Tunataka jaribishia nani? Tunataka jaribishia siepeke, tunataka jaribishia mwingine yetu juu ya nini? Tunataka jaribishia tuma nani valere yetu, wala tujaribishie kazi yetu, tujichafue juu ya nini? Tuachane na vile viongozi. Tuache mambo ya kupiga masasi ovyo. Tutie basoda chini. Hakuna soda anapiga risasi. Kiongozi ndo anapiga risasi. Juu kiongozi ndo anapanaka ordre, mfanye hivi. Tuachane na vile. Tuachane na ile mambo. Ni conseil na bapatia. Ni conseil niko nasema tuachane na vile. Tuache kuleta mabaya kwenye iko. Tuache tuone Mungu kwa beni atatufanyizia. Tusipiganie mifupa na minofu ingali. Tusipiganie mifupa na minofu iko. Mungu anatutayarishia minofu. Tuachane na vile. Tia basoda chini. Basoda bio na upendo. Basoda bapendane. Kila kiongozi ambie jeshi ache ile madesordre ya masase. Juu sisi ba viongozi ndio tunaleta madesordre. Tuachane na vile. Faida iko wapi tupigane si wenyewe kwa si wenyewe? Mimi siwezi kamata silaha makanakio mikono yangu nipigane na mwingine. Na ile ni pepo na ile mkoshi ishindwe. Hii ni vitu ya haya Ni vitu ya haya. Kama mimi unaniua, una faida gani? Vita inaisha na wewe hutakufuaka. Kama mimi nakuua, faida iko wapi? Vita inaisha na wewe hutakufuaka. Mimi si makanakisu kamata silaha juu ya kuku ya mtu, si kamata silaha juu ya kuua mtu, kamata, lakini ni kuleta amani mu nchi. Na tupendi mabetize, batu ya kwenda na nyanyasa batu mu madesordre, batu ya kwenda déranger batu. Hapana, tulikatala madesordre. Kumbi hapana batu ya kufanya madesordre ndo batu bene bitatuma tutakorogana juu ya madesordre. Hapana, tuachane na vile. Tusipakane nzambe mafuta. Hakuna shujaa wa vita. Hakuna shujaa kupiga silaha. Shujaa ni Mungu. Na kama mwingine mtu anaikala kimya, ifu adabu inakuwa. Tuheshimiane kama viongozi. Meme muarume mtu anakuzidia miaka ni baba yako na ni shefu wako. Meme uvale mapete mwene anakuzidia mwaka moya ni baba yako, ni shefu wako. Ndiyo, asante. Mungu atubariki. Binaonekana sasa ni avantire tuko ndani. Silaha tunapokea, masasi tunapokea, tuende tupige adui. Hatuna masilaha ya kupigana si wenyewe. Tutupe hiyo pepo chini. Tutie basoda chini, baache mabulevi. Na babiongozi tuache mabulevi. Tuache bulevi na kupiga masasi ovyo. Tutachekelewa meme na kanyengelele, tutachekelewa meme na majiwe na maiti tatucheka. Hatuna haya kweli? Wewe tupigane si wenyewe. Mwanaume kama vile makanakia sasa nikamate ni pani order tuanze pigana. Kuko mtu special kurisase. Kama tunauana ni faida gani? Si tunazaraulishiwa na batu na tunazaraulika tu. Tuachane na vile baba yangu, bandugu yangu, ba grand frère. Tuachane na vile bapeti yangu. Tuishi mzuri na imani ya Yesu. Na Mungu atubariki, atusamee. Na mchana wa leo mchana wa baraka na amani, huo mchana wa mafanikio. Asante, tusimame tufanye kazi. Na sasa kazi zinafika. Acha niseme asante sana kwako mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Fizi Empire Television. Ikiwa tumekomea hapa kwa matangazo yetu ya asubuhi ya leo ya tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka 2025. Langu jina ni Teloje Lulonga, tukikutangazia kutoka mji wa Baraka tarafani Fizi, mkoa wa Kivu Kusini, ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Najua mko wengi sana kutoka kila pande ine zote za dunia ambao mnaendelea kufuatilia habari kutoka kituo chenu cha Fizi Empire. Acha tuseme asante sana
kwa ushirikiano wetu, na kweli nia na mazumuni yetu ni kuhakikisha tunakuletea taarifa zenye ukweli na zenye kuaminika kwa muda sahihi. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unasikiliza habari kupitia mtandao wetu wa YouTube, na kuomba kufanya kitu kimoja tu, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare, utakuwa umefanya vizuri sana. Acha niseme asante na bye bye, tukutanane kwenye vipindi vyetu vingine vya mchana.